Katika mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, miongoni mwa yale ambayo yamependekezwa ni pamoja na kuwa na nafuu ya ushuru kwa viwanda vya ndani, na tutaangalia kuhusiana na hili, lakini zaidi ni namna pia ambavyo itakavyochochea ukuaji wa bidhaa zetu pamoja na uchumi hapa nchini. Na tumewalika hapa wataalam na wadau katika sekta ama eneo hili kufahamu zaidi kutoka kwao jinsi itakavyosaidia. Tunaye mhandisi Grace Daniel ambaye ni mhandisi wa mitambo kutoka SIDO. Karibu sana. Tunaye pia Walter Nguma ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Karibu sana Walter. Asante sana Hilda. Na pengine tuanze kwa namna ambavyo mmepokea mapendekezo haya ya bajeti na kwenu SIDO, kwa sababu mmekuwa mkifanya kazi kwa karibu sana na viwanda pamoja na malighafi na mashine hizi ambazo zimekuwa zikitumika. Karibu sana mhandisi. Asante sana. Kwa sisi kwa upande wa SIDO ambao pia ni walezi wa viwanda vidogo nchini, tumelipokea hili pendekezo kwa furaha sana, kwani changamoto ya viwanda vingi nchini ilikuwa ni hizi tozo, hasa kwenye malighafi. Lakini kutokana na serikali kuamua kuondoa au kupunguza hizi tozo, kweli tunaona kwamba viwanda vingi nchini vitaenda kukua. Vitaenda kukua kwa kuongeza mitaji yao, pia vitaenda kukua kwa kuhakikisha kwamba malighafi zinapatikana kwa bei rahisi katika viwanda vyetu. Pia tumelipokea kwamba tunaona kwamba sasa tunaenda kushindana sokoni. Kwamba kwa bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi na bidhaa za ndani tutakuwa na ule uwiano kwenye uzalishaji. Pia kutokana na kupunguza kwa hizi kodi, tunaona kwamba pia hata ajira zinaenda kutengenezwa. Kwamba tunapoenda kuongeza uzalishaji, tunapoenda kuongeza uwekezaji, na tunategemea kuwa na ajira pia itaongezeka. Sambamba na hilo, tunaona kwamba serikali penda kujipatia mapato mengi ambayo ni mapato endelevu. Kwamba tunapokuwa na viwanda vingi nchini, viwanda vinapozalishwa kwa wingi, kwa maana hiyo tunategemea kwamba serikali pia itakuwa na pato endelevu la muda mrefu. Pendekezo hili linamaanisha nini na utofauti utakuwa vipi pale ambapo litapitishwa? Pindi itakapopitisha, kama nilivyotangulia kusema, tunatarajia mengi kwenye sekta ya viwanda. Tunasema sekta hii itaenda kukua. Kwani ukiangalia nchi nyingi zilizoendelea, sekta ya viwanda ndio inayonyanyua uchumi. Kwa nini? Inaenda kuongeza mnyororo wa thamani kuanzia kwenye wakulima kule, kutoka kwa wakulima mpaka kwenye viwanda. Kwa maana hiyo basi viwanda vitakapoongezeka, maana yake sasa hata wakulima kule pia na wenyewe wataongezeka ili waweze kufanya nini? Kuzalisha zile malighafi. Tukichukulia mfano kwenye zao la alizeti, ambapo moja ya tozo iliyopendekezwa ni kuondoa kodi na tozo na kodi kwenye upande wa malighafi ya alizeti, mafuta ya kupikia. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mnyororo huu wote utaenda kukua, na mwisho wa siku basi kama serikali au familia tutaona kwamba kuna ukuaji wa hizi familia kwenye upande wa vipato, hata pia kwenye upande wa maendeleo ya jamii. Kwa upande wako Walter, ukiwa kama mchumi, kupunguzwa kwa ushuru pengine tunatarajia kuona uzalishaji utaongezeka zaidi. Kipi ambacho kinapaswa kuendana na hali ya uzalishaji ukiongezeka zaidi wakati tukisifu hili moja? Asante Richard. Ukiangalia ni kwamba katika mipango ya serikali ina mipango mitano kwa mwaka huu. Na ukiangalia mipango yake, mojawapo ni kuongeza uzalishaji. Maana yake kama ni kuongeza uzalishaji, maana yake ni kwamba lazima usukume maendeleo ya viwanda, ndiko ambako kuna uzalishaji mkubwa. Lakini vile vile ukiangalia mpango mwingine ni pamoja na kuongeza uwekezaji pamoja na biashara. Na ukiangalia uzalishaji, uwekezaji pamoja na biashara, vyote vinakwenda sambamba kwa wakati mmoja. Kwa hiyo lazima uweze kuwa na namna ya kuweza kuona kwamba hii mipango ambayo umeiweka, lazima uwe na mikakati ya namna ya kuweza kuifanikisha. Na mkakati mmoja wapo ambao serikali wameuona ni pamoja na kuja na hili la kuondoa kodi na tozo mbalimbali au ushuru kwenye maeneo fulani ambayo wameona kabisa kama tukiondoa kodi, maana yake ni kwamba tutachochea zaidi uzalishaji. Na mojawapo ni kwenye maeneo kama hayo ya viwanda. Unazungumzia kwenye mafuta ya kula, kwa sababu
ukiangalia sisi tunaagiza mafuta mengi sana ya kula. Tuna nakisi ya zaidi ya tani 200,000 ambayo yote hiyo inatubidi kuagiza kutoka nje. Sasa ukiangalia kama unaagiza mafuta mengi namna hiyo kutoka nje, ni ajira kiasi gani ambazo zinapotea hapo. Lakini ukumbuke pia inazidi kufanya sisi tunaendelea kuwa na bidhaa nyingi sana ambazo tunaziagiza nje ambazo tuna uwezo wa kuzizalisha. Sasa kama bidhaa hii tuna uwezo wa kuizalisha, maana yake ni kuitengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuweza kuona kwamba bidhaa hiyo inazalishwa kwa wingi ndani ya nchi. Na ndicho ambacho serikali inakifanya. Unajua lengo la serikali ni kutaka kuona kwamba ile asilimia zaidi ya 70 ya bidhaa ambazo tunaziagiza nje iweze ikapungua, ili tuweze tukazalisha zaidi bidhaa hizo zikapatikana zaidi hapa nyumbani. Na hata ukiangalia kwa mfano kwenye viwanda vya nguo ambavyo na vyenyewe vimeondolewa kodi, ukiangalia hata sisi tukijiangalia hapa, kila kitu hapa made from China, Uturuki, sijui wapi. Sasa ukiangalia kinachotoka hapa nyumbani hakuna, lakini sisi tunazalisha pamba. Sasa ni kwa nini tusizalishe bidhaa hizo kama nguo, na ili kuweza kupunguza ile gharama ya kuwa tunaagiza bidhaa nyingi kutoka nje. Na kama unaagiza zaidi kutoka nje, maana yake ni kwamba kuna ajira nyingi ambazo unazipoteza. Nafasi ya hawa kuajiriwa hapa unafanya China wao ndio wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuajiri, kwa sababu soko linahitaji zaidi. Lakini kama sisi tukiweza kuzalisha, maana yake ni kwamba kama sisi tukianza kuzalisha hapa, maana yake ni kwamba ajira nyingi zitaendelea kubaki kwa Watanzania. Kwa hiyo kuna sababu kubwa sana ya hiki ambacho serikali inakifanya kwa ajili ya kuweza kuona kwamba viwanda hivi vinaweza kuwepo, vinakuwa na nguvu. Na mkakati huu ni mmoja mikakati ambayo imefanywa na mataifa yote ambayo yana maendeleo makubwa sana ya kiviwanda hivi sasa. Kwa hiyo Walter, sasa tukizalisha kwa wingi, tafsiri yake bidhaa kutoka nje huenda na zenyewe sasa ikafika wakati ikawa mwisho kuingia, si ndio? Inawezekana au ikapungua kwa kiwango kikubwa. Inategemeana na kile kiwango cha uzalishaji ambacho tutakifanya. Tukifanya kiwango kikubwa cha uzalishaji, maana yake ni kwamba ile kuagiza bidhaa nyingi kutoka nje itakuwa ni kiasi kidogo sana. Kwa sababu pia kama tukisha kuwa na uwezo, maana yake ni kwamba zile bidhaa ambazo tutakuwa tunaagiza nje, maana yake zitaongezewa kodi. Kwa hiyo kama zikiongezewa kodi, maana yake ni kwamba utaangalia kwamba je, ununue cha gharama kubwa au ununue hiki ambacho kinapatikana hapa kwa bei nafuu. Kwa hiyo hiki ambacho kimefanyika kitaleta tafsiri hiyo katika soko la kibiashara. Japo ukizalisha kwa wingi pia uhitaji, kwa maana consumerism itakuwa juu, tafsiri yake inawezekana pia ikapelea, kwa sababu umesema kwamba kama tukizalisha kwa wingi huenda bidhaa kutoka nje zikapungua kuingia, ama pengine kwenye baadhi ya bidhaa zisiingie kabisa. Sasa inawezekana pia mkazalisha na msijitosheleze pia. Yes, uwezekano huo upo. Unaweza ukazalisha usijitosheleze. Inategemeana na jinsi ambavyo utakuwa na wingi wa viwanda vyako na uwezo wa hivyo viwanda vyako. Vikiwa ni viwanda vikubwa ambavyo vinaweza vikazalisha kiasi kwamba inaweza kutosheleza soko la ndani kwa ujumla wake, basi inawezekana. Lakini kama tukizidisha, maana yake ni lenyewe ni nzuri, kwa sababu pia lengo ni kuweza kuuza nje, kwa sababu hatutegemei tu soko la ndani. Maana yake kwamba huyu anayezalisha akishaweza kulikidhi soko la ndani, pia aweze kutafuta soko la nje na kuweza kuuza. Na hapo kwenye hoja ya viwanda, Hilda, kwa upande wa SIDO, vipo viwanda ambavyo pengine havifanyi kazi, na tunazungumza hapa huenda hii nafuu ya ushuru, kodi na tozo kwa viwanda vya ndani pengine ikae na tafsiri viwanda ambavyo vinafanya kazi sasa, lakini vipo viwanda ambavyo vilikuwepo vikafa, lakini pengine watu wana mawazo ya kuja na viwanda vipya. Upande wenu SIDO kwenye hili mmesimama vipi? Labda niweze kusema kwamba viwanda vingi vinakufa kutokana na changamoto mbalimbali. Inawezekana changamoto moja wapo ikawa ni hizi kodi. Lakini sasa kwa kuruhusu sasa kwamba hizi kodi ziondoke, sio tu kwa ndani, hata wawekezaji wa nje pia wanaweza kuvutika kuja kuwekeza ndani. Kwamba leo tunatarajia kwamba kwa punguzo hili, basi kwenye viwanda vyetu vya pamba vinaweza vikazalishwa tena upya. Kwamba kutokana kwamba maybe ushindani ulikopo kati ya Tanzania na China kwenye upande wa nguo. China analeta nguo ambayo ni bei rahisi, lakini nguo inayozalishwa ndani ikawa na bei ya juu.
Kwa hiyo kutokana na hizi punguzo zote za kodi, inawezekana mbeleni hata China mwenyewe akaamua basi mimi sitaki kuzalisha China, nitakuja kuwekeza hapa nchini. Kwa hiyo kwa hivi viwanda ambavyo vilikuwa vimefungwa, hasa hivi vya pamba, na tarajia tunakoelekea vinaweza vikafunguliwa. Hata bila kwa sisi wa Tanzania kuwekeza, hata wawekezaji wa nje pia wanaweza kutumia hii fursa kuja kuwekeza ndani. Na hii pia itachangia vitu vingi sana kwenye upande wa serikali yetu. Umesema zipo sababu nyingi za viwanda kufungwa. Sababu nyingine ni zipi ukiachilia masuala ya kodi na ushuru? Sababu ni nyingi. Kwanza ilikuwa ni mitambo pia. Kuagiza mitambo mingi tunaagiza kutoka nje ya nchi. Ilikuwa inakuja kwa gharama kubwa. Kwa maana hiyo unakuta ukiweka kodi, ukiweka ununuzi wa mitambo, mtu anashindwa kuendana na hiyo kasi ya bei. Kwa hiyo mwisho wa siku anaamua kusitisha uzalishaji. Na pia kwenye upande wa vipuli pia vilikuwa vina gharama sana. Kwa hiyo nafikiri hii yote itakuwa ni cheni ya kuhakikisha vyote hivi vinaenda kupungua. Kiasi kwamba sasa kwenye uwekezaji tunaporudi kwenda kuwekeza, badala ya kutoa hela nyingi kwenye tozo, hiyo hela anaweza kuitumia kwa ajili ya kununua vipuli, kwa ajili ya kununua mashine, kwa ajili ya kununua malighafi. Mwisho wa siku sasa huu mnyororo wote wa uwekezaji au mnyororo wote wa sekta hii ya viwanda utaenda kukua. Mchango wa viwanda vya ndani Walter, hasa katika pato la taifa, upo kwa kiasi gani kwa sasa? Ukiangalia mchango bado ni, ukiangalia kwa mfano ya sekta ya viwanda ni kama 13%. Sasa ukiangalia bado ni asilimia ndogo, kwa sababu tuna kati ya sekta ambayo inatakiwa kuchangia kwa kiwango kikubwa ni pamoja na sekta ya viwanda. Sasa ikiwa uchangiaji wake ukiwa ni mdogo, maana yake ni kwamba unatoa tafsiri ya kwamba bado hatujawa na uchumi wa kujitegemea vya kutosha. Kwa hiyo inahitajika kazi kubwa zaidi ya kuweza kufanyika ili sekta iweze katoa mchango mkubwa zaidi kwenye uchumi wa nchi. Kwa sababu ukiangalia hivi sasa utataja sekta mbalimbali. Kwa mfano utaenda kwenye utalii, utakwenda kwenye madini, lakini utajua kwamba sekta ya viwanda inajificha kwenye biashara huku. Lakini ule mchango wake mkubwa ambao tunategemea kuupata bado hatujaweza kuupata vya kutosha. Na ndio maana ili kuweza kuiweka bayana na ile dhana ya kujitegemea, inabidi kuweza kuja na mikakati ya kuweza kuona kwamba sekta hii nayo inachangia kwa kiwango kikubwa. Kwa maana ya kwamba lazima kuwepo na zile strategic government intervention ya namna ambavyo itaweza kusaidia sasa viwanda hivi viweze kuzalisha zaidi na viweze kuwa na nguvu. Unajua kiwanda ni tofauti na mtu anayefungua frame ya biashara. Kiwanda kina mchakato wake mpaka kufikia hatua ile ya kuzalisha. Kwa hiyo hapo ndiko ambako tunategemea serikali iweze kuwa na namna na jicho la kuweza kuona namna gani ambavyo inaweza kuhakikisha kwamba huyu mtu mpaka inafikia kiwanda kuzalisha anapata support ya kutosha kutoka serikalini. Kwa sababu ni tofauti na vile ambavyo mtu anauza bidhaa ambayo tayari imeshatengenezwa. Kwa hiyo ule mchakato wa kuhakikisha kwamba kiwanda kinatengenezwa, kinaanza kuzalisha na kinazalisha, kinapeleka sokoni, ni mchakato ambao sio mfupi sana na sio mchakato ambao ni mrahisi sana. Kwa hiyo serikali inabidi kuweza kuona kwamba ni namna gani ambavyo ya kuweza kuendelea kuja na mikakati mingi zaidi ya kuweza kuhakikisha kuona kwamba sekta hii ya kiwanda inaenda kufanikiwa kwa ukubwa zaidi. Na inaweza kufanikiwa pia kwa sababu inahitaji kuwa na strong institutions, taasisi ambazo ni imara, ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kusimamia hii sekta ya viwanda ikaweza kufanya vizuri. Kwa sababu viwanda ni kama moyo kwenye kusukuma uchumi wa nchi uweze kwenda kwa kasi kubwa. Kwa hiyo otherwise tutaendelea kubakia kuuza malighafi, nafasi ya kuuza bidhaa au kuongeza thamani kwenye hizi malighafi na kuuza bidhaa sokoni ambayo itatupa faida kubwa zaidi. Lakini zaidi ni kwamba bado tunahitaji kuendelea kuwekeza kwenye sekta, kwa mfano kwenye usafirishaji. Ili uweze kuona kwamba sekta hii inafanya vizuri, lazima viende sambamba. Kwamba lazima tuone kwamba kuwa na ile proactive infrastructure development ya serikali iweze kuwepo. Tuweze kuzidi kuona kwamba reli zinatengenezwa, tuzidi kuona viwanja vya ndege vinaendelea kuimarishwa, tuzidi kuona miundombinu ile physical infrastructure ya kwamba mabarabara haya
yaendelee kuconnect viwanda hivi pamoja na masoko, ili huyu mzalishaji aweze kupata ile nafuu ya kuweza kuzalisha na aweze kuona sababu ya kuweza kuona kwamba sasa tunaweza kuzalisha kwa ajili ya kuweza kupata faida, na huyo mwekezaji akapata ule moyo wa kusema kwamba sasa ninataka kwenda kuwekeza Tanzania. Lakini kubwa zaidi pia serikali kuendelea kuwekeza kwenye, tunasema human capital. Tunahitaji sana hawa watu ili uweze kuwa na maendeleo ya viwanda. Huhitaji masociologisti wengi sana kwenye nchi. Unahitaji maengineer wengi kama dada Grace hapa wa kutosha kwenye nchi. Unahitaji watu, unahitaji elimu ya science kwenye nchi iwe ya kutosha, lakini vile unahitaji teknolojia. Ili uweze kuona maendeleo ya viwanda lazima uweze kuwa na teknolojia, lakini pia mathematicians. Tunasema kwa ile wanaita wenzetu kwenye viwanda wanaita STEM ile, kwamba science, technology, engineering and mathematics. Hiyo ndio ambayo inaweza ikapelekea ukuaji wa sekta ya viwanda ukawa ni imara zaidi. Na hiyo inawezekanaje? Kwamba ni kama hivi serikali unaona kwa mfano China haijatokea tu, wamechukua vijana, wamewapeleka kwenye mafunzo, wamepeleka kwenye vyuo mbalimbali, wamepewa elimu, wamechukua teknolojia kutoka kila kona ya ulimwengu, wameileta pale, na mwisho wa siku ndio viwanda tunavyoviona China leo. Sido tupo nao hapa. Tukizungumza viwanda tunazungumza uzalishaji wa bidhaa. Tafsiri yake tunazungumza pia malighafi. Ya pengine Tanzania inahitaji aina gani ya bidhaa, na uhalisia kwenye hili kwamba huu ushuru ambao unapunguzwa ama kuondolewa kodi na tozo inakusudia kwenye aina fulani ya bidhaa, ili tuangalie na uhalisia wa bidhaa hizo kama malighafi pia tunazo. Tukianza kwa bidhaa ambayo imetajwa moja kwa moja kutoka kwenye bajeti ya mwaka unaofuata ni zao la alizeti, mafuta tuseme. Tukiangalia kwa malighafi hii nchini ni kwamba ipo ya kutoshereza. Kama pale tutaamua kuwekeza kuanzia kwenye kilimo, kama kaka alivyosema hapa, usafirishaji mpaka inavyoingia kiwandani. Kwa hiyo tuseme kwa Tanzania tuna bahati ya kupata malighafi nyingi. Kwa hiyo ni namna moja tu ya sisi kuingia kwenye uwekezaji sasa wa viwanda. Mfano kwenye dhahabu, tukienda kwenye soko la dhahabu bado hakujawa na viwanda vingi ambavyo vinaweza vikachakata dhahabu. Kwa hiyo basi tuangalie kila nyanja ya viwanda kwamba tunahitaji nini. Tukija kwenye upande wa machinery, tunaozalisha mashine, tuna changamoto ya kupata chuma ambacho bado kina bei ya juu. Kwa hiyo ikiona kwamba hii chuma kama na yenyewe pia itapunguzwa tozo, itasaidia sana wazalishaji wengi wa mashine hapa nchini. Kwa sababu Grace, dhana ambayo najaribu kuipata hapa ni kwamba tunazungumza kwa mfano bidhaa aina ya nguo, tutahitaji kuwa na pengine na mashamba kimkakati, pengine si tu wawekezaji binafsi, hata serikali kuwa na mkakati wa kuhakikisha malighafi ambayo itazalisha nguo ipo ya kutosha ili viwanda visibaki kuwa majengo. Lakini pia tunazungumza hayo mafuta, pengine tunahitaji kuwa na kilimo cha mkakati cha alizeti, pengine ufuta, ili kuhakikisha viwanda ambavyo pengine vitajengwa ama ambavyo vipo ama ambavyo vilikuwepo vikarejeshwa tena kuwa na uhakika kufanya shughuli ya uzalishaji. Inawezekana kupitia hili ambalo tunalitaja kama la msingi likaja baadaye kuibua hoja nyingine juu ya uwekezaji wa upande wa malighafi. Labda naweza nichangie tu hapo. Mazao yote tuliyosema ni mazao ya kimkakati ya nchi. Yanalimwa kwa ukubwa. Yanalimwa kwa ukubwa. Kwa maana ni kuwekeza nguvu, kwamba miaka hii ya karibuni yalionekana kuwa yanarudi nyuma kutokana na kwamba hamna sehemu ambapo wanaenda kuuza kwa undani zaidi. Tafsiri kwamba nchi na alizeti ya kutosha na pamba ya kutosha. Yes, yani wakiamua kuwekeza kwenye viwanda, tunatarajia pia ile cheni yote ya kuanzia shambani itakuwa imewezeshwa. Kwa maana ya kwamba kule shambani watu watajitahidi kulima kwa bidii kwa sababu pia wanaona soko lilipo. Kwa maana yote tunatarajia kwamba hata kwenye pamba watakapoweza kuwezesha huku kwenye uwekezaji wa viwanda, pia hata mashambani moja kwa moja kutakuwa na uwekezaji wa kutosha. Kwa maana watu watajikita kwenye kulima, mwisho wa siku watakachokivuna kitaingia shambani. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema awali kwamba huu wote ni mnyororo wa thamani, kwamba utakapowezesha kwenye upande wa viwanda tayari umewezesha kuanzia shambani, ambako shambani ndio unakotoka malighafi yenyewe. Na Richard, niseme kitu kimoja. Swala sio kuwa na malighafi nyingi. Swala ni kwamba hata hicho kidogo ulicho nacho
umeweza kukitumia kwa kiwango gani? Kwa sababu kama hata hiki ambacho kinazalishwa hivi sasa bado hakijaweza kutumika vya kutosha, maana yake ni kwamba hata wakulima wangelima kwa ukubwa gani, wangepeleka wapi? Maana yake ni kwamba bado wangeendelea kulanguliwa, kwa maana ya kwamba watu wangeenda kununua kwa bei wanasafirisha, wanapeleka Kenya, wanapeleka wapi ambao kuna viwanda, na mwisho wa siku wao kama wakulima wanaendelea kupata hasara. Kwa hiyo kinachowapa nguvu wakulima ya kuweza kulima zaidi, maana yake ni kwamba ni kutokana na jinsi ambavyo soko linaendelea kukua, ambalo linatokana na ongezeko la viwanda na uzalishaji viwandani, ndio ambayo itasukuma hawa wakulima kuweza kuongeza ile kasi ya kulima zaidi. Lakini zaidi, hata kwa mfano ukiangalia serikali na ule mkakati wa BBT, Build Better Tomorrow, kwa ajili ya kuweza kuona kwamba tunakuweza kuwa na wakulima wakubwa ambao wana uwezo wa kuweza kuzalisha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuvilisha hivi viwanda. Lakini je, viwanda ambavyo wanataka kuvilisha, je, vipo? Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuangalia kwamba kabla ya wakati tunaendelea kumhamasisha huyu mkulima kuweza kulima kilimo cha kibiashara, lazima tuendelee kutengeneza mazingira mengine ya kumfanya huyu mkulima aweze kupata sehemu ambayo anaweza kwenda kuuza hizi bidhaa zake. Na ndio maana ya kuweka hizi ndio maana ya kuja na mkakati huu. Lakini zaidi ni kwamba katika mkakati huu ambao ameuweka, kuna kitu ambacho kwa sababu ndio mjadala bado unaendelea bungeni, inabidi kuwa makini nacho sana. Kwa mfano kwenye mafuta wamesema kwamba wanatoa msamaha wa kodi kwa mwaka mmoja. Sasa ile pia inaweza ikafifisha matumaini ya wakulima pamoja na hawa wanataka kuanzisha viwanda. Kama ile nilivyosema kwamba kuanzisha kiwanda mpaka kufikia kuzalisha ni mchakato, sio swala la muda mfupi kiasi hicho. Kwa hiyo ni vizuri pia wakaliangalia kama yakiwezekana na ikiwapendeza ile kuweka mwaka mmoja pale, angalau hivi sasa wakaiondoa, kwamba uwe ni msamaha wa kikodi, lakini watatizama kulingana na jinsi ambavyo pengine soko litareact au kutokana na jinsi ambavyo uzalishaji utaongezeka, ndio baadaye waweze kufikiria sasa kwamba either sasa tuweke kodi au tuweke hivi. Lakini ukiweka limiti ya mwaka kwamba ni mwaka mmoja, maana yake ni kwamba unaweza ukafifisha matumaini, mtu akaona kwamba kuliko nikawekeze kwenye kiwanda cha mwaka mmoja, ni afadhali nikaenda kuchukua baro la nguo kule China nikauza Kariakoo. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia hilo ili angalau huo motisha uweze kuwa na nguvu zaidi kuliko hicho ambacho amekiweka kwa sasa. Tumezungumzia hapa pia kuhusiana na kuvutia wawekezaji, lakini katika baadhi ya maeneo kunakuwa na changamoto ya baadhi ya wawekezaji ambao sio waaminifu kusajili kama kampuni za ndani, alafu baadaye pia ni kama kutumia vibaya kile ambacho kimewekwa. Kwako hili unalionaje Walter? Kwa kweli hilo ni moja ya jambo ambalo ndio maana tukasema kwamba katika kuweza kuona kwamba unapata maendeleo mazuri kwenye viwanda, kwenye biashara, kwenye uwekezaji, lazima uwe na strong institutions. Taasisi ambazo zinasimamia haya mambo, kwamba uende kule BRELA, uende wapi, kote huko ziweze kuwa imara kiasi kwamba inaweza kufuatilia na kuweza kuona kwamba huyu mwekezaji aliyesema kwamba anaenda kuwekeza kwenye sehemu fulani, je, amekwenda kuwekeza huko au amekwenda tofauti na jinsi ambavyo makubaliano jinsi yalivyokuwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama watu, maana yake ni kwamba kuwepo na ule muunganiko. Kwa mfano tunasema kwamba ile serikali ilikuwa inasema Mama Samia kwamba taasisi ziweze kusomana. Kwa maana ya kwamba kwa mfano huyu mtu ni mwekezaji amekuja, maana yake ni kwamba inabidi kwamba kuwe na uhusiano mzuri, kwamba hata watu wa migration waweze kujua kwamba huyu mtu aliyekuja kuwekeza, aliyesema anakuja kuwekeza kwenye kiwanda cha sukari, je, amekwenda kuwekeza kwenye sukari au ndio ameenda kuuza viatu Kariakoo. Kwa hiyo ili angalau kuweza kuhakikisha kwamba tunatengeneza ile balance nzuri ya kibiashara ndani ya soko letu la ndani, kwa sababu kazi kubwa pia ya serikali ni kumlinda mfanyabiashara wa ndani. Kwa sababu huyu ni wa muhimu sana kuliko hata huyo mwekezaji. Huyu mfanyabiashara wa ndani huyu anapopata faida anawekeza hapa, atajenga nyumba hapa, watoto wake watasoma hapa, pesa yake itabaki hapa na ajira zitatolewa kwa watu wa hapa. Lakini ikiwa kwamba huyu mwekezaji akitumia janja, maana yake ni kwamba ni kama vile anawaibia Watanzania, ni kama vile ameweka uzulumati kwa wale wafanyabiashara wetu wa ndani. Kwa hiyo ni vizuri kwamba hawa wawekezaji wanaposema kwamba wanakuja kuwekeza hapa, basi kuwepo na follow up, kuweza kujua kwamba huyu mwekezaji amesema anataka kuwekeza Simiyu, yupo Simiyu kweli?
au amesema anaenda kuwekeza Simiyu, lakini matokeo yake ameenda kujificha Njiro. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kujua kwamba na watu wengine wanatumia hizo kama loopholes za kuweza kuingia hapa nchini na kufanya vitu vyao kama vile ambavyo wanataka. Na unajua mtu mmoja anapofanya na asipodhibitiwa, maana yake ni kwamba taarifa inasambaa. Anakwenda kule kwao, mimi nilifanya hivi na sasa hivi niko huku, ninafanya hivi, nafanya vile. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na follow up ya uhakika, na kuweza kuhakikisha kwamba yule ambaye anakwenda kinyume na jinsi ambavyo mkakati ulivyo au mpango ulivyo, basi sheria zinachukuliwa. Kama ni kurudishwa nyumbani, arudishwe nyumbani, ili angalau taifa liweze kuwa katika utaratibu mzuri. Wahenga walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Kwa hiyo kuna kazi pia ya kufanya ili kuweza kuona kwamba tunaiunda Tanzania yenye mabadiliko na maendeleo katika sekta ya viwanda. Sasa Grace, pengine utukumbushe Tanzania inajivunia bidhaa gani ambazo zinazalishwa na viwanda vya ndani kutokana na malighafi za ndani? Kwa sasa tunajivunia vitu vingi sana kwenye upande wa bidhaa. Mfano kama sukari. Tunazalisha sukari wenyewe, tuna viwanda vingi vya sukari nchini ambayo inatutosheleza. Bado uhitaji japo uhitaji bado ni kidogo. Tunaweza, kuna kipindi, kwa sababu sukari inakuwa na season, kuna kipindi ambacho kweli tunaona kama soko la ndani linayumba, kwa hiyo inabidi tuagize kutoka nje ya nchi. Kwenye bado hakujajitosheleza. Kama tulivyosema kwamba hata kama tutakuwa na vya kwetu vya ndani, sio kwamba hatutohitaji vya nje. Mpaka pale tutakapojitosheleza lazima tuende sokoni tukaangalie bei. Ndio tupa tafsiri. Tukija kwenye zao la alizeti pia. Sasa hivi tukiangalia masokoni, karibia kila mtu anatumia mafuta ambayo yanatengenezwa ndani, ambao ni chimbuko la zao la alizeti. Ukiangalia kama miaka ya nyuma kulikuwa kuna mkakati mkubwa sana wa kilimo cha alizeti maeneo ya Singida, Mwanza, Mbeya, Iringa. Kwa hiyo mpaka sasa tukajivunia kwamba kwa zao hilo tuko vizuri. Tukija kwa swala unga, unga wa mahindi karibia wote tunalima sisi wenyewe hapa. Kwa hiyo tuna mazao mengi sana ambayo sisi kama Watanzania tunaweza tukajivunia kwamba ni zao la kwetu ndani na tunaweza tukalifanyia sisi wenyewe. Tukija kwenye korosho, Mtwara, pia bado ni kwamba sisi wenyewe tunalima, tuna process, japokuwa sio kwa wingi, lakini bado tuna vitu ambavyo tunaweza tukajivunia kama nchi. Na tukiweza kuongeza nguvu sasa kwenye viwanda na kuhakikisha tunaviwezesha kimtaji kwa wataalamu, nafikiri ndani ya muda mfupi sana tunaweza tukawa mbali, kwa sababu tuna malighafi ya kutosha. Tunachohitaji ni kuwekeza tu kwenye upande wa viwanda. Sasa tunawashukuru sana kwa muda wenu. Utaka weke neno? Nilitaka kuongeza hapa kwa mfano kwenye kwenye hili la nguo, kwa sababu bado mjadala unaendelea. Ni vizuri pia wakaweza kuona kwamba na viwanda vya viatu yani hivyo viende sambamba, kwamba nguo pamoja na viwanda vya viatu, kwa sababu pia na vyenyewe tunahitaji, kwa sababu viatu navyo tunaagiza kwa wingi vile vile tunavyoagiza nguo. Kwa hiyo lazima tuweze kuona kwamba hivyo kwa pamoja, vikienda kwa pamoja, angalau vinaweza vikachochea ile kasi ya ukuaji wa viwanda kwa ujumla wake. Sasa Walter Nguma, mchambuzi wa uchumi, tumezungumza naye na anamaliza kuzungumza hapa, lakini tumezungumza na mhandisi Grace Daniel kutoka shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO, na huyu ni mhandisi wa mitambo. Mjadala ni nafuu ya ushuru, tozo na kodi kwa viwanda vya ndani na namna itakavyochochea ukuaji wa bidhaa zetu na uchumi.